Haleluya. Karibu sana kwenye semina hii. Ninakusalimu kwa jina la Bwana Yesu. Hii ni semina sehemu ya 3 na ni semina inayoitwa ukombozi wa wakati. Na sehemu ya kwanza na ya pili nimeweka msingi vyema sana. Na sasa ni muda wa kuingia tuweze kutambua zaidi kuhusiana na ukombozi wa wakati. Na hii ni sehemu ya 3 ambayo kichwa cha somo kinaitwa mbinu za adui kula wakati au majira. Na neno letu ambalo tunasimamia kwenye hii semina ni yule Mhubiri 3:1 ambayo inaweka wazi hakika kila jambo lina wakati wake. Amen. Na kabla hatujaingia kwenye somo hili, naomba tumshukuru Mungu. Baba, asante kwa ajili ya neema na upendo wako. Hata sasa wewe ni Ebeneza. Ninalinua jina lako na kulitukuza. Ninakupa sifa, heshima na utukufu. Roho Mtakatifu, ninaomba ukanifundishe, ukaniongoze katika jina la Yesu Kristo Mnazareti aliye hai. Wewe uliye Bwana wa mabwana, gusa fahamu za watu wako, wakaelewe kile ambacho umekusudia waelewe siku ya leo, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mbinu za adui kula wakati au majira. Mbinu za adui kula wakati au majira. Niliwahi kukufundisha nyuma kwenye semina nikakwambia adui wa kwanza wa mwanadamu ni mwili wake. Kwa sababu mwanadamu ni roho ambayo ina nafsi iliyofunikwa ndani ya mwili. Nataka nikwambie huu mwili ndo adui wa kwanza wa roho yako, yani adui wa kwanza wa wewe ni mwili wako. Kabla hujamtaja adui ambaye ni shetani, lazima ujue vita inaanza kupigana kwanza kati ya mwili na roho yako. Na pale ambapo unaona unaenda kinyume na kile ambacho Mungu amekusudia, maana yake ni mwili umeshinda, kwa sababu roho iliumbwa kualign, kuendana sawa sawa na matakwa ya Mungu, lakini mwili ulenyewe uliumbwa ili kuendana na dunia. That's why mwanadamu yoyote ana sehemu mbili. Anaweza akaishi katika ulimwengu wa roho, lakini at the same time yupo kwenye ulimwengu wa mwili. Why? Kwa sababu ana mwili na stili ana roho. Kwa mfano, tusiingie sana deep huko, tusije tukatoka kwenye mada. Adui wa kwanza ni mwili. Lakini leo tutazungumzia mwili. Nilikufundisha namna ya kuushinda mwili kwenye semina iliyopita ya maumivu ya ndani. Moja ni kuhakikisha kwamba roho yako unailisha vyema. Yes, roho yako ukiilisha vyema, ikila chakula cha neno la Mungu, mifungo, maombi, sadaka, maana yake ni kwamba roho yako, mwili wako hauwezi kuwa na nguvu. Mtu yoyote ambaye anakula sana mwilini kuliko kula sana rohoni ni mtu ambaye tayari mwili umemshinda na adui moja kwa moja amemshinda. Haleluya. Lakini leo tutaangalia mbinu za adui kula wakati au majira. Huo utangulizi ukusaidie, kwa sababu ni muhimu pia kuelewa, kwa sababu ni swala la vita. Lazima ujue vita zinapiganwa vipi. Haleluya. Hakuna sehemu utaona Yesu analalamika au Mungu analalamika kuhusu shetani. Why? Alijua vita inaanzia wapi? Ndani mwako kwanza. Haleluya. Mbinu 5 za adui kula wakati au majira, ili somo likusaidie. Nataka nikwambie kitu kimoja. Mtu mwenye hekima ni mtu ambaye anajua wakati sahihi wa kusema na kukaa kimya. Chochote ambacho ni sahihi ukifanya wakati usio sahihi, hakika si sahihi. Kujua wakati sahihi ni siri ya kuishi maisha sahihi. Haleluya. Naomba nirudie. Mtu mwenye hekima ni mtu ambaye anajua wakati sahihi wa kusema na kukaa kimya. Chochote ambacho ni sahihi ukifanya wakati usio sahihi, hakika si sahihi. Kujua wakati sahihi ni siri ya kuishi maisha sahihi. Lazima ujue maisha yako wewe. Usahihi wa maisha yako unategemeana na kitu kinaitwa wakati, majira. Ukitoka nje ya majira, my friend, it doesn't matter unachofanya ni sahihi kiasi gani, hakiwezi kuwa sahihi kwa sababu sio wakati wake. Na adui anajua hilo. Adui kuna mbinu ambazo ameziandaa za kuhakikisha mtu unatoka kwenye majira yako.
Haleluya. Na tunaposema ukombozi wa wakati tunamaanisha kurejeshwa kwa majira, sio kurudishwa kwa tarehe. Okay? Tarehe ikipita imepita. Ukombozi wa wakati tunarejesha majira. Majira ni kamfumo fulani, ni aina ya maisha ulitakiwa uishi. Sio, umenielewa? Kuna vitu ulipaswa ufanye, so Mungu anavirejesha, kama ambavyo mimi alirejesha ule wito aliokuwa amenipa tangu nikiwa mtoto mdogo ukaondoka, ile kiu, kwa sababu kiu ni moja ya alama ya kwamba unaingia kwenye majira mapya. Haleluya. So aliponirejeshea wakati alirejesha yale majira, kile kitu alichokuwa amekipanda kwenye yale majira, even though kilichukua zaidi ya miaka 10. Hii semina itakusaidia sana mtoto wa Mungu kuwa serious na vitu vya Mungu. Umenielewa? Yes, kutochukulia kawaida vitu vya Mungu anaposema alafu nachukulia kawaida. So nimeanza na huu msingi kwanza ili uelewe. Okay? Yes. So mbinu ambazo adui huzitumia kula wakati au majira ya watu. Namba 1 ni dhambi na uovu. Hebu kaandika. Namba 1 ni dhambi na nini? Na uovu. Kabla sijaingia deep, naomba nikusomee Efeso 5:16 ili huu mstari uelewe vizuri. Efeso 5:16. Sema haleluya kama unanielewa. Inasema nini? Mkiukomboa wakati, kwa maana dhamani hizi ni za uovu. Mkiukomboa wakati, kwa maana dhamani hizi ni za uovu. Unajua maana yake nini? Hii ukitafakari vizuri utaelewa kwamba mkiukomboa wakati, kwa maana dhamani hizi za uovu. Anazungumza kwa habari ya kuukomboa wakati. Lakini kwa nini? Kwa sababu ya dhamani hizi ni za uovu. So kama dhamani hizi ni za uovu, maana yake uovu utafuna wakati. Adui anaweza akakuingiza kwenye maisha fulani ya uovu ambao moja kwa moja ule uovu utatafuna wakati wako. Why? Tunakomboa wakati kwa sababu kuna uovu ambao unakula ule wakati. Ndicho ambacho neno la Mungu linasema. So uovu unaweza ukakufanya uishi maisha ambayo hukupaswa kuishi. Remember, kwenye script ya Mungu mbinguni, kwenye mchoro, kwenye ramani yako mbinguni, Mungu alikuumba anasema wewe ni mtakatifu kama alivyo mtakatifu. Ndio maana alikuumba kwenye sura na mfano wake. Manake yeyote ambaye anaishi kwenye uovu anaishi nje ya mpango wa Mungu. Haleluya. Na yeyote anaishi nje ya mpango wa Mungu anaishi nje ya majira. So adui anajua hilo. Akitaka kutoe kwenye majira sahihi, anachofanya anapanda kitu kinaitwa uovu. Na hii ndio vita ambayo watu wengi wanapigana nayo. Anapanda kitu kinaitwa dhambi. Haleluya. Na adui ameweza kufaulu kuwadanganya watu. Moja ya kitu aliwadanganya, aliwaambia endelea kuishi haya maisha. Wanatumia neno endelea kula ujana. Endelea kula ujana, maana yake anaendelea kuishi kwenye uzinzi, alafu anasema nikifikisha miaka 40 nitafunga ndoa kanisani. Umenielewa? Nikifikisha miaka 50 nikikaribia kufa nitafunga ndoa. I'm telling you, hayo mawazo ni ya shetani. Kwa sababu gani? Kuna majira hapo yanapita. Hayo majira ambao unajipangia kwamba ni ya kufunga ndoa, pengine sio majira ya kufunga ndoa. Maana yake hautafunga hiyo ndoa. Because ni nini? Mungu hatakuwa na uhalali na wewe. Adui ataingilia kati, atakuzuia. Why? Majira uliopo sio sahihi. Unajua kwa nini kuna matatizo tunapitia? Matatizo ni matokeo ya kufanya vitu katika wakati usio sahihi. And therefore tunakosa utetezi wa Mungu. Kama ulikuwa kwenye majira ya kuomba sana, Mungu alikupa kiu ya kuomba sana, alafu uovu katawala kwenye maisha yako, alafu yale majira yakapita, ile kiu ikaondoka, ukija kuamua kuomba wewe mwenyewe utajikuta unatumia nguvu sana na uone matokeo. Paka upige magoti utambue kwamba kuna majira uliyapoteza. Ngoja niwaambie, mimi baada ya kupoteza yale majira ya ile neema ya Mungu, miaka yote ilikuwa ni miaka ya masikitiko. I'm telling you, nilikuwa natamani, of course sio masikitiko wewe, yani ni kutamani kile kitu. Baba, naomba ukirudishe. Kwa sababu nilikuwa najaribu ile kiu kuirejesha, ile ya kutaka kusoma Biblia, kusoma neno, lakini wapi? Nimesoma mimi shule za kanisa. Lakini wapi? Ile kitu unasoma tu Biblia sawa, lakini ile hamu uliyokuwa nayo huioni. Haleluya. Why? Kuna uovu uliingia. Adui maana yake ni nini? Nilikuwa nataka nifanye kitu wakati ambao sio sahihi. Ndio maana ukiona sasa hivi una kiu ya kuomba,
omba kama mwehu. Kama unaweza kuomba masaa 10 omba. Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu ukweli ni huu hapa. Ukiona kuna mlango fulani Mungu amefungua kwenye maisha yako, sawa majira fulani yamekuja kwenye maisha yako, yanakuandaa kwa ajili ya majira mengine. Ngoja nikwambie, Mungu hawezi akakuinua bila kukupitisha mtihani, kwenye mtihani. Na ngoja nikwambie, Mungu hawezi akakupa mtihani kama hakukupa fursa ya kujiandaa. Maana yake ni maandalizi. Na kama ni maandalizi, usipojiandaa vizuri, kile ambacho unatakiwa, ule mtihani ambao unapaswa ufanye ili ufaulu uende daraja jingine, utabaki hapo. Pengine kuna ndoa inakuja mbele yako, lakini adui, Mungu anajua adui kuna kitu amekiandaa mbele yako. So Mungu atakuandaa ili ushinde kile kitu. Kama hautatii ile kiu aliyoiweka, yale majira ya kuomba, yale majira ya neno la Mungu, yale majira ya kutoa sadaka, ukayazalau, maana yake ni nini? Wakati wa mtihani ukifika, wakati wa majaribu ukifika, wakati wa dhoruba ukifika, hautashinda na utamlaumu Mungu. Haleluya. Nikupe siri moja ya dhambi na uovu. Dhambi na uovu una tabia ya kula majira, na adui anautumia sana. Unajua ukisoma kwenye Yoshua 5:6, ukisoma kwenye Yoshua 5:6, naomba nikusomee Yoshua 5:6. Hii itakuonyesha Waisraeli namna gani uovu litafuna majira yao. Yoshua 5:6, kwa kuwa wana wa Israeli walitembea muda wa miaka 40 barani, hata hilo taifa zima, yani watu waume waendao vitani waliotoka Misri, walipokuwa wameangamia kwa sababu hawakuisikiliza sauti ya Bwana. Nao ndio Bwana aliwaapia ya kwamba hata waacha waione hiyo nchi ambayo Bwana aliwaapia baba zao kwamba atatupa sisi, nchi ijayo maziwa na asali. In short hapa ni nini? Unaweza ukaona, ngoja nikwambie, matokeo ya Waisraeli kutembea miaka 40 jangwani. Unajua walikuwa wanazunguka pale pale miaka 40, pale pale. Kwa nini? Uovu. Walishindwa kumtii Mungu. Waliposhindwa kumtii Mungu, maana yake wakatii uovu, wakaishi katika dhambi. Kuishi katika dhambi ni kutomtii Mungu. Kumbuka kuna dada mmoja nilikuwa namfanyia huduma, akaanza kuniambia, mimi nampenda sana Mungu, mimi nampenda sana Mungu, mimi nampenda sana Mungu. Alafu nikamuuliza, unampenda vipi Mungu wakati unaishi kwenye maisha hayo? Akakaa kimya. Why? Alisema tu, ilitoka tu mdomoni, lakini haikutoka moyoni. Kwa sababu kumpenda Mungu, kumtii Mungu ni kujiepusha na uovu na dhambi, ni kuichukia. Huwezi ukawa unaifurahia alafu unasema unampenda Mungu, kwa sababu dhambi ni adui wa kwanza wa Mungu. Mungu hana shida na shetani. Mungu ana shida na dhambi. Haleluya. Ndio maana kwenye kitabu cha Ayubu unamuona shetani anapiga stori na Mungu. Haleluya. So kama unataka kupatana na Mungu lazima uichukie dhambi. Sasa tunaona Waisraeli kwa sababu ya manunguniko yao, kwa sababu ya tabia zao, walikaa miaka 40, mara waabudu, mara watengeneze sanamu waliabudu, mara waanze kulalamika hiki na hiki, tunataka hiki na hiki, wanampima Mungu. Ukisoma kitabu cha Zaburi utagundua walikuwa wanamjaribu sana Mungu. Imeelezea, imesummarize vizuri sana. Haleluya. So kilichofanya wakae miaka 40, nataka niwaambie, kutoka Misri mpaka Kanaani halikuwa jambo la kukaa miaka 40. Umenielewa? Kulikuwa na njia ambayo Mungu angewapitisha wakafika moja kwa moja. Lakini nataka nikwambie ile miaka 40 yote ni adui alipanda uovu kwenye maisha yao, dhambi ambazo zile dhambi zikafanya wapoteze majira yao. Majira yao yalipotea, na bahati mbaya zaidi ni kwamba hayakuishia kupotea tu. Wengine walikufa kabisa. Maana yake ni nini? Waliishi kufa nje ya kusudi la Mungu. Walikufa kabla ya muda wao. Walikufa kabla. Musa ni mmoja wa watu ambao majira yao yalitafunwa. Kwa sababu gani? Alitenda dhambi. Na ngoja nikwambie, unajua kwa nini Musa ile dhambi ya kusamehewa? Yaani the more unamsogelea Mungu, my friend, ndivyo ambavyo unapaswa uwe makini zaidi. Yaani ngoja nikwambie, nawaambia tu kweli, yoyote ambaye anatembea kwenye utukufu wa Mungu akifanya dhambi, ile dhambi sio sawa na mtu ambaye ndo kamjua Yesu jana. Sio, umenielewa? Wanaweza wakawa wamefanya kosa lile lile, lakini I'm telling you, Mungu hata kutreat wewe
ambaye unatembea kwenye utukufu na huyu mtu ambaye ana struggle kumjua. Ndicho kilichomkuta Musa. Ndio maana usiseme tu baba nataka kuwa karibu na wewe, at the same time unasema baba nataka kuwa karibu na wewe. Lazima tuwe tayari pia kuhakikisha tunaishi maisha matakatifu. La sivyo kosa dogo Mungu atakuadhibu vizuri sana. The more unatembea kwenye utukufu. Ngoja nikwambie, hivi unajua kwa nini shetani hakusamehewa kabisa? Kwanza kuomba msamaha. Cha pili, alikuwa anasimama mbele za Bwana. Alikuwa ni kerubi. Umenielewa? Maana yake utukufu wa Mungu ulikuwa na yeye muda wote. Yoyote anayeharibika kwenye utukufu wa Mungu, kuna mawili. Anaweza asisamehewe kabisa au Mungu akammaliza. Ndicho kilichofanyika kwa Musa. Ndio maana shetani akautaka mwili wa nani? Wa Musa. Sijui unanielewa mpaka hapa. Itakuwa imekufundisha kujua. Kuna watu wanajiulizaga, mbona shetani mpaka leo Mungu ameshindwa kumsamehe? Cha kwanza jamaa kuomba msamaha, alitaka kushindana. Cha pili alikuwa anatembea kwenye utukufu. Ukishatembea kwenye utukufu wa Mungu, maana yake ni ule uungu umefunikwa every angle. Ukitenda dhambi ndani ya hicho kitu, my friend, either Mungu akumalize akuue, sawa, au akusamehe. Kukusamehe ndo kukuacha haujafa, kama ambavyo shetani aliachwa. Haleluya. So uovu uliwafanya wazunguke miaka 40, wanazurula tu. Remember, nguzo na wingu lilikuwa pamoja nao. Maana yake Mungu alikuwa katikati yao, lakini bado walitenda dhambi. Walitenda dhambi katika utukufu wa Mungu pale pale. No way out. Hiyo ni kanuni kwenye ulimwengu wa roho. So Mungu akaapa hao mtafika. Hamtafika. Walifika watu wawili tu. Yoshua na yule jamaa mwingine anaitwa Caleb, kitu kama hicho. Okay? Kwa nini sasa miaka 40 walipoteza majira yao kwa sababu ya dhambi walizokuwa wanafanya? So usije ukaanza kujipa matumaini kwamba mimi nitaoa, nitafanya nini. Nataka nikwambie unapoteza majira yako. Huo muda ambao unasema nitaoa mwaka huu, ngoja nikwambie, ukioa huo muda utakuwa umefanya kitu sahihi, lakini sio muda sahihi. Hakiwezi kuwa sahihi hicho kitu. Chochote unachokifanya hata kama ni sahihi katika muda usio sahihi, sio sahihi. Hakina backup ya Mungu, kwa sababu Mungu amepanga mambo yake kwenye majira. Ukifanya kitu nje ya majira ambayo Mungu ameweka, hicho kitu sio sahihi. Na sio sahihi kwa sababu hakina backup yake. Umenielewa? Maana yake adui anaweza kukipiga. Ndio maana ndoa za watu wengi zimepigwa. Unakaa unazini unafikisha miaka 50 unataka kufunga ndoa. Hapo hamna mkono wa Mungu. Majira yako ulitafuna. Ulipaswa kufunga ndoa ukiwa na miaka 30. Lakini adui aliachilia uovu, ukazini, ukatembea, ukala ujana. Alafu unakuja kupanga majira yako. Lazima ujue anayepanga majira ni Mungu. Hatupangi majira sisi. Anayepanga majira ni Mungu. Hatupangi majira sisi. Ukielewa hiki kitakusaidia, mtoto wa Mungu. Kuna watu wanasema nitaokoka tu. Nataka nikwambie usikubali kusema nitaokoka kesho. Umenielewa? Kila kitu, kila jambo lina wakati wake. Ukiona una msukumo wa kuokoka leo afu ikaja sauti na kwambia utaokoka hata mwakani, kataa mapema. Chukua hatua. Kwa sababu gani? Uokovu ambao ulipaswa upokee leo, kama hautaupokea, my friend, Mungu atatakiwa tena kuseti majira mengine. You never know ni lini. Unaweza ukafa kama Waisraeli. Waisraeli walikula majira yao sahihi na wakafa na ya kurejeshwa. Hii neema ambayo nakwambia mimi Mungu amerejesha, sio kila wakati itarejeshwa, my friend, kwa sababu kuna swala la umri pia. Hallelujah. You have to know this. Wewe ni mwanadamu, una wakati wako. Kumbuka maisha yako yamewekewa kwenye majira. Sometimes utajikuta miaka yako ni 50. Umenielewa? Kwa sababu hujui utaishi miaka mingapi. Unataka ukifikisha miaka 60 ndio uoe. Unakufa hujaoa na umeishi kwenye dhambi. Umenielewa? Kwa sababu ulikuwa unabadili kila mwanamke. Of course, kufa hujaoa sio dhambi. Mungu akusaidie kuelewa. Jambo la wokovu ni la muhimu sana. Na moja ya sehemu ambayo shetani huwa anadanganya watu ni kwenye kuokoka. Either atakwambia dini yetu hatuokoki. Utana na mdada mmoja Mkatoliki anasema sisi watu okoki. Nikamwambia sio sisi, ni wewe.
Sawa kwa sababu hata mimi unaongea na mimi nimeokoka. Sasa unavyosema huwa hatuokoki, wewe ni msemaji. Hakuna sehemu yoyote kwenye Biblia imesema kwamba dini fulani wataokoka, dini fulani haitaokoka. Ukiona unaanza kuweka vitengo vyako, tayari umeanza kudanganyika. Sawa ulishawahi kusikia kanisa linasema msemo wote? Umeona chapisho lolote la kanisa linasema hatuokoki? Halipo. Sikiliza kwenye mahubiri utaona kuokoka. Asante Yesu maana umetuokoa. Kuokoa maana yake nini? Ukiokolewa si lazima ukubali kuokoka. Unaokolewa alafu unapokea kwa kuokoka. Kama Mungu amekuokoa wewe hujaokoka, maana yake umekataa ule wokovu. Haleluya. Wakorinto wa pili 6:2. Kwa maana asema wakati uliokubalika nalikusikia. Kuna wakati uliokubalika rafiki yangu niliwafundisha Yaani maana yake kuna wakati umefungamana na kibali. Kuna majira yakipita my friend na kibali kimepita. Kama ni wakati wa kuolewa, ikipita my friend na kibali cha ndoa kimepita, utatakiwa usubirie Mungu mpaka ajiseti upya. Na hapo lazima umlilie, na utalia, lazima uwe na uvumilivu because unaweza kulia muda mrefu. Sasa kwa nini upoteze majira? Kama wewe upo kwenye hii madhabahu na sasa hivi unaona kiu ya kumtafuta Mungu, ni majira hayo ambayo Mungu ameyaweka kwako. Kwa sababu kuna wakati Mungu anarejeshaga majira kwa kukutanisha na watu. Tutasoma. Haleluya. So unaweza ukaona hapa kwamba kumbe kibali kimefungamana na wakati. Haleluya. Kwa maana asema wakati uliokubalika nalikusikia. Maana yake kuna wakati ambao hujakubalika ambao Mungu hawezi kukusikia. Na hapa ndipo ambapo hamna kibali. Siku ya wokovu nalikusaidia. Tazama wakati uliokubalika ndio sasa. Tazama siku ya wokovu ndio sasa. Niliwafundisha kitu kimoja. Imani sio wakati ujao. Imani ni wakati wa sasa. Uwezi ukasema unaamini jambo fulani kama unasema, uwezi ukasema unaamini umepona kama utatumia neno nitapona. Wewe unaamini kwamba hujapona ila utapona. So unaishi kwenye kupona future. Na Wakristo wengi wamezama hapo. Ndio maana hawapokei uponyaji. Imani haipo katika wakati ujao. Kama una imani ambayo inakusaidia kuokoka, hautasubiri kesho. Utaokoka sasa. Because imani haipo katika wakati ujao. Ukijasema nitaokoka, wewe tayari hauamini kwenye wokovu. You don't believe. Wakati wa wokovu ni sasa rafiki yangu. Kama hujaokoka, nitafute nikuongoze sala ya toba na Mungu atakubariki sana. Utaanza maisha mapya, utamshangaa Yesu. Kuokoka sio swala la dini. Maandiko yamesema Marko 16:16, Warumi 10:9. Mungu akubariki sana. So tunajifunza nini hapa? So kila jambo lina wakati wake na kila wakati una kibali chake. Ukicheza na adui anaweza kutafuna majira yako kupitia uovu na dhambi ili kile kibali ambacho Mungu amekiachilia usikipate. Kile kibali cha wana wa Israeli kuenjoy maziwa na asali kiliondolewa kwa sababu ya uovu. Why? Majira yao yalitafunwa. So hiyo ni sababu ni mbinu ya kwanza ambayo shetani anaitumia. Mbinu ya pili ni kukamata ufahamu. Haleluya. Mbinu ya pili ni kukamata ufahamu. Okay, naomba nielezee. Kuna kitu Roho Mtakatifu anataka niongezee. So maana yake nini? Maisha yoyote ya dhambi ni maisha ya kujichelewesha kufikia kusudi la Mungu. Maisha yoyote ya uovu ni maisha ya kujichelewesha. Hiki ni kitu ambacho Roho Mtakatifu alisema na mimi nadhani mwaka jana. Yoyote anaishi dhambi anajichelewesha. Ni kweli Mungu atakusamehe, lakini I'm telling you, majira yako yanakuwa yameliwa. Umenielewa? Wakati fulani unakuwa umeliwa. Ni kweli umesamehewa, maana yake utaishi kwenye hasara. Kile ambacho Mungu ameweka ndani yako hakiwezi kikajidhihirisha. Japokuwa umesamehewa na utaenda mbinguni, lakini kama utaendelea kuishi kwenye dhambi, I'm telling you, hiyo ndoa ambayo ulitegemea ufunge na miaka 60 hutaiona. Why? Because umekula majira yake. Na Mungu ni Bwana, atabaki kuwa Bwana. Unadhani kwa nini kuna baadhi ya vitu hatuvipati? Kwa sababu tulidekeza uovu, tukatafuna majira yetu kwa uovu huo. Haleluya. Ndio maana wakati ni kitu cha msingi. Usiwe mtu wa kuchukuliwa huku unaenda kila mahali. No. Lazima ukae chini na Mungu ujue majira sahihi ni yapi. So hiyo ni ya kwanza. Ya pili ni kukamatwa ufahamu. Hii ni mbinu ambayo adui anaitumia. Kukamata ufahamu.
Na kwenye kukamata ufahamu hapa, ushawahi kukuta mtu ni muda wa kuolewa kabisa lakini hawazi ndoa. Hawazi ndoa. Anakwambia wanaume wote waongo. Alafu baada ya muda umeenda ndo unahisi kuolewa. Tayari ushapoteza majira. Kuna mwingine yuko busy anataka kuolewa. Sio muda wa kuolewa rafiki yangu. Uko busy kuolewa. Maana yake ufahamu umekamatwa. Ukiona una kiu sana, alafu ile kiu imeshikamana na uovu, hiyo kiu ujue ni ya shetani. Lakini ukiona kuna kiu ambayo imeambatana na neno la Mungu, hiyo ni kiu ya Mungu mwenyewe. Lazima kila mtu ajue neno la Mungu. La sivyo utakuwa na maamuzi ambayo yapo kinyume na Mungu. Haleluya. So adui anaweza kukamata ufahamu wako, kwanza ukadharau mambo ya Mungu kabisa. Sawa? Ukaanza kusema mambo ya imani bwana. Haya mambo ya kanisani mimi sasa hivi hapana. Ngoja nikizeeka kwa sababu lengo nataka niende mbinguni, nitaanza kwenda kanisani. Ila sasa hivi haujui kwamba unakula majira hapo kwa sababu ya umekamatwa ufahamu. Unapoteza muda. Huo muda ndio litakuwa utengeneze mazingira ya wewe kuja kuwa mtu fulani. Uko very busy kusema utakuwa mtu fulani. Unadhani ni wewe ambaye utakuwa mtu fulani. You don't have power ya kuwa mtu fulani. Usipotii majira ya Bwana yaliyoamriwa, kibali hakipo. Maana yake kitu utakuja kukifanya hakina kibali, hakiwezi kutokea. Ukiona unafanya mambo hayatokei, maana yake una kibali. Majira umetafuna. Unafanya mambo kwenye muda ambao sio sahihi. Haleluya. So lazima uwe makini, adui asije akakuwa anakupa mawazo. Kumbukeni, nataka niwaambie hivi, shetani ana njia mbili kubwa za kuongea na wewe. Kupitia watu. Yaani mtu anakuja anakwambia mimi nataka kuwa na wewe. Unajua kabisa ni dhambi. Umeenda baadaye umeanza mahusiano, baadaye anaanza kukuambia hivi, haya mahusiano tutaenda nayo hadi lini bwana? Sasa hata atufanye hiki na hiki, wewe upo tu unaniita, tunakutana, tunazungumza. Mimi nataka unidhibitishie. Nataka uzae mtoto ndo nitaamini, au nataka tufanye mapenzi ndo tuamini. Tayari nataka nikwambie shetani yupo kazini. Na kama ufahamu umekamatwa utajikuta na wewe unaamini hilo jambo. Why? Because ufahamu umekamatwa. Kuna watu waliambiwa nataka uzae na mimi ndo nikuamini, ndo tutafunga ndoa. Walivyozaa wakaachwa. Why? Walikamatwa ufahamu. Hawakujua hiyo ni majira yao ya kujitunza. Hawakujua hiyo ni majira yao ya kujitunza. Majira ya kumlingana Bwana. Ndio maana ukiwa single sasa hivi usiwe na haraka ya kutaka kuolewa. Yaani nimekutana na wadada wengi sana, wanaume wengi sana. Mimi siwezi kuishi hivi. Mimi siwezi kuishi hivi. Unaweza kuishi, shida mwili umeupa nafasi. Unadhani ukitawaliwa na Roho Mtakatifu wewe utakuwa unawaza hayo mambo? Hayawezi kuwepo. Mimi nakwambia kutoka from my real life, from my experience. Sio tu naongea. No, it is possible. Unadhani Paulo aliishi vipi miaka yote hiyo? Zaidi ya miaka 38 huko. Bila ya kuwa na mwanamke. Who are you? Una kichwa, una miguu. The problem imani yako iko chini. Hata sasa hivi nikisema unasema hiyo ni ngumu, unasema tu mtumishi. Hiyo ni ngumu, unasema tu mtumishi. Hiyo ni ngumu, mpaka siku utakayosema inawezekana ndio itatokea. Maneno yako ndio yataamua uwezo wako. Kiendelea kusema haiwezekani, haitawezekana. Wewe si ndio unaamua. Maneno yako ndio yanaamua. Maneno yako ndio yana uzima, yana mauti. Mauti ni nini? Ni kuanguka kwenye dhambi. Uzima nini? Kuishinda dhambi. Haleluya. So maarifa yakikamatwa utakuta unafanya maamuzi ambayo sio sahihi. Na kwa sababu sio sahihi, mara nyingi hayawezi kuwa sahihi. Hata kama yani utajikuta ni majira sahihi ya kufanya jambo, ila unalifanya pasipo sahihi. Ni muda wa kuolewa, wewe unazini. Si umenielewa? Mungu hawezi akakuletea mzinifu. Ukiona anakuja mwanaume anakuambia nataka kwanza tulale, tuzae kwanza mtoto, tufanye ni tayari, wewe ni muuni tu. Kama kaletwa na Mungu, ukitetea, ukikataa ile dhambi, kama kaletwa na Mungu hataondoka. Kwa sababu gani? Mungu hawezi akamuondoa mtu kwenye maisha yako, mtu ambaye umemsaidia asianguke kwenye dhambi. Hata siku moja, akiondoka sio wa kwako. Hiyo mbona njia rahisi tu. Anataka kulala na wewe? Mwambie hapana. Shida ufahamu watu wengi hawana. Na adui anakamata fahamu zao. Na sehemu la hisia anakamata kwenye eneo la hisia. Mihemko.
Unamuona tu ana six pack, macho yanakudanganya. Ndio maana vita ya kwanza lazima uishinde huo mwili, hayo macho. Ukimwona tu mdada yuko hivi tayari ushawaza kumuoa. Umemuuliza Mungu ni majira sahihi? Kama ni Mungu, Mungu angekaa kimya. Unajua kwa nini Mungu anakaa kimya? Because ni Mungu wa majira. Baba nataka mke, nataka mke. Ukiona yupo kimya maana yake majira yako, majira sio majira ya kuoa mtoto wa Mungu. Ni majira ya kuandaliwa kwa ajili ya kuja kuoa. Anajua ukioa hivyo ulivyo my friend, hiyo ndoa hutaweza. Mtoto wa Mungu. Asante Roho Mtakatifu. Thank you Holy Spirit. Kuna watu wamekamata ufahamu wao, wanasema hakuna Mungu. Ndio maana maandiko yanasema mpumbavu kasema moyoni mwake hakuna Mungu. Pumbavu ni mtu gani? Mjinga ni mtu gani? Asiye na maarifa. Maana yake ufahamu wake umekamatwa. Kuna wengine wamekamata ufahamu, wanapewa sababu zote na shetani kupitia mawazo yao kwamba Mungu hayupo. Nimekutana na huyo mtu jamani. Mungu amsaidie. Ilibidi nimuombee siku hiyo. Ngoja nikwambie. Sawa Ukikamatwa ufahamu, sawa maana yake ni nini? Hautaruhusu maarifa mengine yaingie. Ufahamu ni sawa na akili. Akili ikikamatwa maana yake nini? Kwa sababu akili, ufahamu upo kwa ajili ya kupokea maarifa. Ukikamatwa maana yake utakuwa mtu ambaye upokei maarifa. Utaambiwa fanya hiki utakataa. Utaambiwa fanya hiki utakataa. Na ngoja nikwambie, shetani sio rahisi kukukamata ufahamu. Paka unakamatwa ufahamu my friend, umefungua mlango wa ajabu sana. Sema amina kama unanielewa. So lazima ujue kuna watu wamekamatwa fahamu zao, wakawa wanafanya mambo kwa sababu kwa sababu tu ya watu. Unaoa kwa sababu umeona kama vile umri unaenda, au jamaa wanakuambia, au kama wadada, unajua wewe ni mzuri sana, unapaswa sasa hivi umeolewa. Wadada wengine umri umeenda, anaolewa kwa sababu ya umri. Haleluya. Mwingine anaoa kwa sababu, yani haya yote ni matatizo ya ufahamu. Anaoa kwa sababu amechoka kuosha vyombo, kwa anataka muosha vyombo. Sijajua kwa nini naongelea ndoa sana, lakini kuna mtu naongea naye hapa. Amen. Zote zile maana yake unafanya kitu ambacho sio sahihi. Kwanza reason behind sio sahihi. Haujaoa muosha vyombo, haujaoa mfua nguo. Umeoa msaidizi. Biblia haijasema msaidizi wa vyombo, na unajua maana ya msaidizi? Msaidizi wa kusudi lako. Sio vyombo na nini. Haleluya. Mungu atusaidie. So adui kuna muda anapiga ufahamu. Ufahamu anakuwa hapana, mimi nitaomba kidogo, mimi sitaki kuomba sana. Hajui ni wakati alitakuwa aombe sana, kwa sababu kuna majira yanakuja ya vita. Hawa huwa wakisha kukutana na vita baadaye, wanamnuniaga Mungu hawa. Anamnunia Mungu. Hawa huwa wakikutana na vita, alipewa kabisa muda wa kuomba, akasema mimi nitaomba kidogo. Hakujua Mungu hawezi kukuingiza kwenye kiu ya maombi kama hakuna dhoruba huko mbele. Kwa sababu huwezi kaenda kiwango kingine bila kupitia mtihani my friend. Maisha yamejaa mitihani, ni madarasa mwanzo mwisho kama hujui. Na ngoja nikwambie, usipofaulu huo mtihani my friend, Mungu hawezi kukurusha. Utaurudia tena mpaka uje ufaulu. Watoto wa Mungu, hii wasaidie. Kama upo hapo unasema mimi nitaanza kuomba tu. No, usifanye hivyo. Haleluya. Ngoja nikwambie kitu. Yeyote aliyefungwa ufahamu ni mtu aliyefungwa maarifa. Na mtu yeyote aliyefungwa maarifa ni mateka kwenye ulimwengu wa roho. Ni mateka, ni mfungwa kwenye ulimwengu wa roho. Na maana yake majira yake yaliyoamriwa hayawezi kuonekana kwenye maisha yake. Kuna muda atahisi kama anapaswa kwenda sehemu, lakini hamna anapoenda. Ndani yake ataona kabisa mimi napaswa kuwa mtu fulani, lakini haoni matokeo. Isaya 5:13, kwa sababu hiyo watu wangu wamechukuliwa mateka kwa kukosa kuwa na maarifa. Kikosa maarifa unafanywa kuwa mateka. Maana yake majira yako yanatafunwa na adui. Adui anakushikilia, maana yake na majira yako yanatafunwa. Haleluya. Namba 3. Moja ya mbinu ambayo adui anaitumia pia kutafuna maarifa, kukula wakati au majira ya mtu, ni kukaa mbali na neno la Mungu. Ukiona
Na hapa anaweza akatumia njia tofauti. Anaweza akafanya kabisa. Kuna dada nimewahi kukutana naye mimi, akichukua Biblia tu anaacha kuona. Anaona maandiko yanacheza, yanainuka, maandiko yanakuja juu. Ukishaona hivyo lazima ujue, kumbe Biblia ni ya muhimu kiasi hiki. Ngoja nikwambie, huyu mtu maana yake, hatima yake, kusudi yake imefungamanishwa na neno la Mungu. Kuna mmoja akianza kusoma Biblia machozi yanaanza kutoka. Kuna mmoja alikuwa akianza kusoma Biblia kichwa kinakuwa kizito. Kuna kipindi tulikuwa na maombezi, tulikuwa na mfungo wa kuhusiana na ufahamu. Watu wengi sana walishuhudia na Mungu aliwafungua wengi. Sema amina. So lazima ujue. Lazima ujue. Hiki kitu kitakusaidia kukaa mbali na neno la Mungu. Ni kukaa mbali na Mungu mwenyewe. Kukaa mbali na Mungu na neno la Mungu ni kuipa dhambi nafasi. Kwa sababu hakuna anayeweza kuishinda dhambi nje ya neno la Mungu. Ndio maana wale wenzetu ambao hawaamini maandiko ya Biblia, dhambi kwao ni maisha ya kila siku na wala hawasikiagi uchungu. Ataoa mke mwingine, ataongeza mwingine, ataongeza mwingine, ataongeza mwingine. Wala haoni shida. Kuua kwake ni kawaida. Kuiba kwake ni kawaida. Kumtumia mtu majini ili ateswe na kansa mpaka afe ni kawaida. Kwa sababu wamekosa kitu kinaitwa neno la Mungu. So neno la Mungu likikosekana, maana yake utafanya mambo yasiyo sahihi. Okay? Na kwa sababu hiyo utakula majira yako. Na adui anajua ukikosa neno la Mungu utakuwa na neno lake ambaye ni la shetani. Na neno la shetani always limeambatana na nini? Na kula majira. Nilikwambia the devil is the timekeeper. Nilikwambia shetani anajua muda wake ni mchache sana. Ufunuo 12:12. Kwa hiyo atahakikisha hata muda wako wewe anakuaminisha kwamba una muda mwingi. Lakini yeye anajua muda wake ni mchache. Atakwambia tu usijali, ili utafanya kesho. Usijali, hii biashara anza mwakani. Anajua, na the more anakushawishi ukakubali, maana yake hana mlango wa kuiua hiyo biashara muda huo. Maana yake ni hivi, popote unapogaili unampa shetani muda wa kufanya maandalizi ya kukuangusha. Popote pale utagaili ile biashara, ukasema mwakani, umempa shetani muda wa kujiandaa kukuangusha. Because kama angekuwa anaweza kukuangusha, angeacha tu kaianzisha hiyo biashara akaiangusha. Ukiona unagaili mambo, moja ya njia ambayo adui anaitumia ni kugaili mambo. Haleluya. Haleluya. Hesaka parada bahaseketeli paradia bahanta. So neno la Mungu linakufanya uyafanye mapenzi ya Mungu. Okay? Neno la Mungu linafanya ufanye nini? Mapenzi ya Mungu. Neno la shetani linafanya ujiamini sana, yani ujione uko vizuri lakini unachofanya ni kinyume na Mungu. Yes. Ndio maana maandiko yaliendelea kwenye ile Waefeso 5:16 inasema mkiukomboa wakati kwa maana zamani hizi ni za uovu. Mstari wa 17, kwa sababu hiyo msiwe wajinga bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Ili mfahamu mapenzi ya Bwana ni nini, kuukomboa wakati, lazima msome neno la Mungu. Bila hivyo hamwezi kuyajua mapenzi ya Mungu. Maandiko yanaweka wazi na tumesoma kule juu kwamba dhambi na uovu vinatafunaga muda. Na ili uzishinde lazima uwe na neno la Mungu. Upande wa pili, tafsiri nyingine, Zaburi ya 119:11. Sitaki ile somo liwe refu sana. Naona limechukua muda mrefu. So andika vizuri, okay? Zaburi ya 119:11. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. Haleluya. Maana yake mtu asiyeishi kwenye dhambi, bayene means anaishi kwenye kusudi la Mungu. Kwa sababu kusudi lolote lile la Mungu limeambatanishwa na utakatifu. Ukiona umenunua nyumba alafu naishi kwenye dhambi, hilo sio kusudi la Mungu, ni kusudi la shetani. Ndio maana makanisa ya uongo yamefaulu kwenye hili jambo. Manabii wa uongo wamefaulu. Ndio una gari, ndio una nyumba, lakini unaishi kwenye dhambi. Hilo sio kusudi la Mungu. Hallelujah. That's why lazima uwe na neno la Mungu ndani yako uishinde dhambi. Shalada barada bahasekete. Namba 4. Anaweza akakutanisha na watu wasio sahihi. Anaweza akakukutanisha na watu wasio sahihi. Ni adui huyo, ni mbinu. Ngoja nikwambie kitu. Mtu yoyote yule unayekutana naye kwenye maisha yako hajaletwa na upepo. Umenielewa?
Either ameletwa na shetani au ameletwa na Mungu. Nimeshawaambia hakuna bahati mbaya katika mahusiano yoyote uliopo sasa hivi. Sio bahati mbaya, lazima uyachunguze. Kuna muda anaweza yakawa ni majaribu yako, lakini nataka nikwambie lazima ujue anaweza akawa na kujaribu nani. Lazima ujue either Mungu atakuletea huyo mtu au asikuletee mtu. Akikuletea mtu asiye sahihi, maana yake yule mtu atahakikisha anaingiza mada, analeta agenda ambazo sio muda wake. Zile agenda zitakupotezea muda. Ni wadada wangapi wanalalamika kwamba yule kaka alinipotezea muda. Umenipotezea muda, umenipotezea muda. Umenipotezea muda wangu. Ngoja nikwambie, ile sauti wewe inatoka kwenye ulimwengu wa roho. Kwa sababu hata yeye ukimuuliza muda upi, ulipaswa kufanya nini muda huo, hajui. Lakini anajua amepoteza muda. Umenielewa eh? Ngoja niwaambie, hivi mnajua shetani anaweza akakupa kazi ili upoteze muda. Kuna watu mnafanya kazi hadi Jumapili na bado mnafanya hizo kazi. Nataka niwaambie, kama hauna muda wa kumwabudu, hiyo kazi hajakupa Mungu. Hiyo kazi amekupa shetani. Umenielewa eh? Shetani huwa anawapa watu kazi. Ngoja niwaambie, ungekuwa unafanya huduma hizi za deliverance, ungekutana na hivi vitu vya ajabu sana. Umenielewa eh? Kabisa, pepo linasema tulimpa kazi akakataa, ndio maana tumemfunga. Tulitaka aje da, akakataa kuja da. You people, nawaambia ukweli, shetani anaweza akakupa kazi na ukitaka kujua, na ile kazi anakupa ili ufanyeje, upotee. Na anakutanisha na mtu fulani asiye sahihi, anakupa kazi. Unashukuru Mungu, Baba asante kwa ajili ya kazi hii. Lakini nataka nikwambie, moja ya njia kujua ile kazi sio ya Mungu, angalia kwanza yule mtu aliyepo pale ana madhabahu ipi. Umeelewa? Wewe huwezi ukaenda kufanya kazi sehemu ambayo kila siku asubuhi kuna maji lazima mnawe, alafu mtamke maneno fulani ndio mkakae kwenye viti vyenu. Au kila ukiingia kwenye ofisi yako kuna vitu lazima ufanye. Hiyo ni alama tayari. Wengine ni kwamba kazi uliopewa unafanya yani Jumapili eti ndo kazi inachachamaa. Alafu uko busy. Jumapili mimi huwa nakuwa na kazi, kwa hiyo sipatage muda wa ibada. Acha hiyo kazi, nakwambia. Acha. Mungu hawezi akakupa kazi ambayo hauwezi kumwabudu. Haipo kazi kama hiyo. Anakula majira yako, hiyo kazi inakupotezea muda. Kuna kitu unapaswa ufanye muda huo. Adui amekupa kazi ufanye ambao ukupaswa ufanye. Kakuletea watu ukafikiri wanakusaidia. Shetani, ngoja nikwambie, maandiko yanaposema kuna muda huo anageuka na kuwa malaika wa nuru, sio uongo. Anakuletea mtu kabisa ambaye ni wa shetani na yule mtu anajikuta msaada. Kwani jamani, wanaume ambao wanakuja kwenye maisha yako sio wanakuja na upendo. Kuna dada mmoja nilikuwa na chat naye, akaniambia, "Sasa mtumishi, kwani upendo ni kitu kibaya? Mbona mimi nampenda? Kwa nini na uchungu?" Nikamwambia kitu kimoja. Na Roho Mtakatifu pia alikuwa ananiambia leo. Alinikumbusha huyu dada. Mimi nilichomjibu pale nikamwambia, ukimpenda mtu asiyekupenda lazima utajikuta kwenye uchungu. Upendo ni kitu kizuri, lakini unampenda nani? Na Roho Mtakatifu akawa anasema na mimi kwamba ngoja nikwambie, upendo huo ambao ni kitu kizuri kinaweza kikageuka kikawa kibaya. Huruma hizo zinaweza zikatumika na adui kukuharibu. Kwa mfano, shetani akikuletea mtu asiye sahihi kama mpenzi, maana yake utampenda sana, utamweka moyoni, utamuhifadhi, utasema you are my only one, you are everything. Wewe ni kila kitu kwenye maisha yangu. Mnanisikia watoto wa Mungu? Mnanisikia eh? So maana yake ni nini? Maana yake utaona upendo, lakini nataka nikwambie ule upendo ndo ambao baadaye utageuka kuwa uchungu wa ajabu. Hakunaga uchungu wote ambao utatokea kabla ya upendo. Ungekuwa unajua upendo tangu mwanzo, maana yake ungeona kawaida. Uchungu huwa ni matokeo ya upendo ulioferi. Yaani ni kwamba hivi, huyo mtu kama ungekuwa unaishi naye tu kama kaka na wewe na nini, akija akakutukana, akasema bwana, wewe kwanza hauna chochote, si sawa tu na wewe bwana, sawa, haitakuuma. Lakini kama mliwahi kupendana, mkapeana na ahadi, nitakuoa, nitakuwa na wewe milele, na kuambia siku mkiachana uchungu utakuja. Na shetani anajua hiyo kanuni.
Palipo na uchungu palianza na upendo. Palipo na uchungu palianza na furaha. Palipo na maumivu ya ndani palianza na furaha na amani. Ndio maana kuna watu wanawaza, lakini nilimpenda sana. Sasa wewe unadhani ulimpenda sana? Do you think hiyo yalikuwa mapenzi ya kawaida? Ulimpenda ule haukuwa upendo kutoka kwa Mungu. Ilikuwa ni hisia. Hebu ngoja nikusomee kitu kimoja. Hivi unajua unaweza ukampenda mtu alafu ule upendo hujatoka kwa Mungu? Yaani shetani anaweza akakufanya ukampenda. Sasa akikamata hisia zako, maana yake atakufanya uwe na hisia ambazo sio sahihi. Hebu ngoja nikusomee kuhusiana na Delila. Tukusomee hapa. Delila alikuwa mtu ambaye aliletwa na shetani. Umenielewa? Yes. Mtu yote anayekuja kwenye maisha yako kuna kusudi. Delila aliletwa na shetani. Lengo kumwangusha nani? Muangusha Samson. Waamuzi 16 kuanzia mstari wa 4. Unaweza kusoma yote hii hadithi ya Delila na Samsoni na itakubariki sana. Waamuzi 16:4. Ikawa baada ya hayo akampenda mwanamke mmoja katika bonde la Soleki, jina lake akiitwa Delila. Samson alimpenda, sio yule mwanamke alimtongoza. Alimuona akampenda. Mimi nataka nikwambie hizi hisia hazikuwa hisia za kawaida. Sio kila kupenda ni kutoka kwa Mungu. Muda mwingine ni mihemko tu. Alafu huyu jamaa huyu Samsoni lazima ujue alikuwa na udhaifu na mwanamke, kwa sababu huyu hakuwa mwanamke wa kwanza. Shala da baradi mahase keteli paradia. Ikawa baada ya hayo akampenda mwanamke mmoja katika bonde la Soleki, jina lake akiitwa Delila. Na wakuu wa Wafilisti wakamwendea, wakamwambia, mbembeleze upate kujua asili ya nguvu zake nyingi na jinsi tutakavyoweza kumshinda, tupate kumfunga na kumtesa, nasi tutakupa kila mtu fedha 1,100. Na hapa Delila ndo akaanza sasa. Niambie asili za nguvu zako jamani baby. Tarararararara. Ngoja nikwambie, aliletwa mtu mmoja ambaye sio sahihi. Na yale yalikuwa ni majira ya Waisraeli kuwa huru. Yalikuwa ni majira ambayo aliachilia. Mungu alikuwa ameinua muamuzi ambaye atawashindia Waisraeli. Na yale majira adui akataa kutafuna, kwa sababu adui alikuwa ni Mungu wa Waamoni. Waamoni walikuwa wanaabudu miungu ya kila rangi. Mmenielewa mpaka hapo watoto wa Mungu? Kuna Mungu mmoja wa Waamoni alikuwa anaitwa Dagon. Alafu kulikuwa na Wafilisti na wenyewe walikuwa na miungu yao. Sasa hii ilikuwa ni kesi na Wafilisti. Mmenielewa mpaka hapo Yes. So walichofanya wakapanda kitu ndani ya huyu dada. Shetani akaanza kufanya kazi ndani ya huyu dada. Huyu dada akawa sio mtu sahihi. Alafu mwisho wa siku ni nini? Samson alitoa siri akaangushwa. Manake yale majira yaliyokuepo, majira ya ukombozi kwa wana wa Israeli, manake alikufa kabla ya muda wake. Maana yake ni nini? Huyu mwanamke alimfanya Samsoni aishi nje ya majira. Majira ya kuwa muamuzi yakawa ni majira ya mateso. Wakatoboa macho, wakamtesa sana. Haleluya. Ngoja nikwambie kitu kingine. Shetani aliweza kuwatumia wa Moabu ili kuharibu majira ya wana wa Israeli. Majira ya kula maziwa na asali. Unajua kwa nini waliingia Kanaani afa akajikuta wana maisha magumu? Adui wale watu around walitumika kuharibu majira yao. Kuna mtu anaweza akaja kwenye maisha yako akakuletea vitu, akapanda vitu kwenye maisha yako vikaharibu. Kuna watu mlizini na mlilala nao tu. Mlipolala nao tu kuanzia hapo, hela huwa mzioni ziko wapi. Kuna watu mlilala nao tu sasa hivi hata kazini hawakutaki. Ndio maana unatakiwa uwe makini. Sio kila mtu unalala naye tu. Wewe sio nguruwe, wewe sio punda, wewe sio ng'ombe. Wewe ni mwanadamu, tena hekalu. Tena ni mfano wa Mungu. Unamwaibisha Mungu. So unaweza ukagundua hapa Delila alitumika kula majira ya Samson. Na haya ilikuwa ni majira ya Waisraeli. Haleluya. Ukisoma kitabu cha Hesabu 25:1 na kuendelea, utakuja kuelewa kitu kimoja hapa. Shetani alichokifanya ni nini? Alichofanya, aliwakutanisha Waisraeli na Wamoabu. Wamoabu hawakukutana na Waisraeli kwa bahati mbaya. Ulikuwa ni mpango wa Shetani.
Umenielewa mpaka hapo? Why? Because lengo la makutano yao ilikuwa ni kukutana ili Waisraeli wafungamanishwe na miungu ya Baali. Ukisoma Hesabu 25 kuanzia 1 inasema, basi Israeli akakaa Shitimu, kisha watu wakaanza kuzini pamoja na wanawake wa Moabu, kwa kuwa waliwaalika hao watu waende sadakani, sadaka walizowachinjia miungu yao. Watu wakala chakula wakaisujudia hiyo miungu. Ikawa Israeli kujiungamanisha na Baali Peoli, hasira za Bwana zikawaka juu ya Israeli. Hiyo ni Hesabu 25:1 hadi 3. Haleluya. Unaweza ukaona maana yake ni hivi. Shetani alifaulu kuwakutanisha wa Moabu ambao hawakuwa watu sahihi na Waisraeli. Alafu alichofanya ni nini? Wa Moabu wakaandaa ibada zao za miungu kule. Wakachinja kwa ajili ya miungu yao. Ile damu wakamwaga kwenye madhabahu ya Baali Peoli. Nyama kama kawaida huwa ni kuchoma na kualika watu. Ndivyo wanavyofanya hadi siku hizi. Mnaletewa nyama, mnakula, mnagawiwa nyama za bure, unakula tu, hujui kama wametoka kufanya ibada yao, sijui inaitwa nini, sijui hitimu, sijui hatimu. You are just eating. Unakula tu. Shida inaanzia hapo, mtoto wa Mungu. So maana yake nini? Majira yao yalitafunwa. Majira ambao walipaswa wakae lahani mwa Bwana. Walipaswa kula maziwa na asali. Mungu akachukia. Kwa sababu gani? Walikutana na watu sahihi. Wewe fuatilia tangu Waisraeli wamefika Kanaani huko. Hii story ya Waamuzi kwani iko wapi? Hii story ya Waamuzi ni kwamba tayari wapo Kanaani. Angalia hayo mateso. Mateso miaka 10 anakuja Waamuzi wanarudi kwenye mateso. Mateso. Maziwa na asali kawa story. Ilikuwa story kwa sababu gani? Watu around waliokutana nao ndio waliwa influence wakawa wanaabudu miungu mingine. Haleluya. Walipewa, ndio maana Mungu alisema msichangamane nao, wao wakachangamana nao. Na mimi nakwambia sasa hivi, huyo mtu anayekuja kwenye maisha yako anakuambia nataka tulale na wewe kwanza, tuzae kwanza. Pengine ameshaazini sawa, anakuambia sasa hivi tuzae kwanza ndio nitakuoa. Mungu anachosema ni hiki. Kama ambavyo Mungu aliwaambia Waisraeli wasifungamane na watu wa Kanaani, wa Amoni, wa Moabu, wote hao. Ndivyo ambavyo leo Mungu anakuambia wewe. Huyo mtu ambaye anakuambia azae na wewe kwanza ndo muoane, huyo ni kumkimbia. Kama ni wa Mungu, kama kapitiwa na shetani, kaletwa na Mungu. Umenielewa? Ukimwambia haiwezekani, hilo jambo siwezi, akiondoka hajaletwa na Mungu. Kama kaletwa na Mungu, ngoja nikwambie, uwezi ukajitetea kwenye dhambi afu Mungu akamuondoa mtu kwenye maisha yako. Mbona very simple jamani, watoto wa kike nyie kujua. Very easy kujua mme sahihi au sio sahihi. Shida na nyie mnaenda na miemko. Wewe mtu kaja kwenye maisha yako, nataka nilale na wewe kwanza. Nawezaje kununua parachichi bila kuliangalia? Huyo ni muhuni, shetani, kaletwa na shetani. Nimekwambia mtu yote anayeletwa aidha Mungu au shetani. Kaa naye my friend, kaa naye, hakuna kuanguka kwenye dhambi. Hatuzini. Kama umeletwa na Mungu utabaki. Kama hujaletwa sepa. Alafu at the same time unamuomba Mungu. Sababu shetani kuna muda mwingine anajifanyaga anajua kuvumilia. Mfuatilie huyo jamaa kwa sababu anaweza akawa na mwingine huko anazugazuga tu. Anachat na wewe huku tayari ana mwingine anajipozea. Lazima uende rohoni. Alafu koja Mungu anaonyesha ukishakuwa mwaminifu hivyo atakuja kumuumbua because umekuwa mwaminifu kwa Mungu na umekataa kutenda dhambi. Mimi nakwambia Mungu atakupigania. Huyo jamaa kama sio sahihi atakuja kumuumbua. Kuna siku tutamkamata na mdada wanashikana. Nakwambia siku hiyo ondoka, achana na hilo ni janga. Kama limeweza kuvumilia haulali nalo muda wote, hilo ni mtu sio sahihi. Yaani hiyo ni wakala OG. Yaani ni bora ambaye ukimwambia anaondoka kuliko ambaye unamwambia anaendelea kubaki afu unakuja kumkamata na shikana na mwanamke. Au unakamata message, baby mambo, nimekumisi kweli leo. Nataka tutititi. Yaani huyo kimbia. Unajua ngoja niwaambie, kuna watu mlifunga mkaomba mkiuliza huyu ni mume sahihi. Huyu kijana amekuja kwangu ni mtu sahihi. Alafu kesho yako ukamkamata na message. Ulivyo ajabu ulifikiri Mungu atakuja kusema na wewe waziwazi. Mungu alikujibu. Ulimngangania. I'm telling you from my experience. Ndio hivyo Mungu anatufundishaga. Usije ukajichanganya. Mimi nakwambia tu.
Wewe ambaye hujafika huko ukaharibikiwa, bado huna mtoto, huna mme, uko free. Wewe ambaye tayari wewe ambaye mwanangu umeshaingia kwenye hiyo shida, mtoto wangu, endelea tu kuvumilia, sawa eh? Yes, omba Mungu akusaidie kwa sababu tayari mmeingia kwenye ndoa na mmefunga ndoa. Umenielewa eh? Mungu atakupigania kwa sababu ya lile agano. Pambana na maombi. Lakini wewe ambaye bado hujaingia, watu wasio sahihi unawajua kwa njia hiyo. Namba 5. Adui anaweza akakamata majira yako sahihi. Sawa eh? Na hii ngoja nirudi hapa nyuma. Kwenye hao wanaume maana yake atakuja sio sahihi. Maana yake lengo ni kwamba adui akuingize kwenye ndoa na mwanaume asiye sahihi. Sawa eh? Alafu mpoteze muda. Miaka yote ni ugomvi. Ulikuwa labda ni katibu sehemu, ofisini ufanye kazi vizuri, majira yako ya kuinuliwa hayapo. Why? Kila siku unagombana na watu. Why? Umetoka na uchungu nyumbani. Ukishaona hivyo my friend, kubaliana na hiyo hali kwa sababu upo kwenye ndoa takatifu. Anza maombi sasa. Si yote yanawezekana kwa Mungu. Lakini usije ukajichanganya eti nimekwambia hivi alafu kasema nitambadili. Wewe unaweza kumbadili mwanadamu? Mungu mwenyewe akasema muache, wewe unang'ang'ania. Hebu ngoja nikwambie. Yusufu alivyoambiwa na Mungu kwamba ondoka Israeli nenda Misri. Angejifanya anasema lakini kwa Mungu yote yanawezekana. Mungu ameshasema kupitia mimi hapa mtumishi wake. Na wewe unapinga, nitambadili. Baada ya miaka kadhaa utakuja. Utaniambia mtumishi, mimi ni yule nilisikiaga ile semina. Nilikuwa mbishi. Naomba baba uniombee baba. Na mimi nitakuombea. Yes, sitakataa. Kwani ni mangapi watoto wa Mungu nawaambia hamyafati, mnanifuata baadaye? Unadhani nitakununia? Hapana. Nakwambia hivi, yoyote anayetii kile ambacho Mungu anakiachilia ndani yangu niseme na wewe, atakula mema ya nchi. Yes. Leo Roho Mtakatifu akaniambia Isaya 1:19. Mimi nakwambia ukweli. Sawa eh? Kwa makini hao watu wanaokuja kwenye maisha yako, wengine ni mawakala wa shetani. Ngoja nikwambie kuna watu wakija kwenye maisha yako wametoka kwa Mungu. Nilikuwa naongea na mama mmoja, umri umeenda. I'm telling you. Yule mama aliletewa malaika. Alikuwa ni mama ambaye alikuwa na kila sababu za kupitia uchungu. Na huyu mwanaume kama angekuwa kivuruge, huyu mwanaume angetumika na shetani kuamsha uchungu wote tangu utotoni kwake, maisha aliyoyapitia. Adui akiona huo uchungu ambao umekaa ndani mwako au furukuti, anakuletea kivuruge. Lakini Mungu analetaga watu wazuri. Ngoja niwaambie, nyie ambao mmekutana na mimi, manake Mungu amenikutanisha na wewe. Unaweza wewe mwenyewe ukashuhudia kwamba namna gani Mungu ananitumia kwenye maisha yako. Manake kuna vitu wao tunashuhudia wenyewe kabisa kwamba huyu mtu kaletwa na Mungu. Umenielewa? So hujakutana na mimi bahati mbaya. Hujaingia kwenye hii madhabahu bahati mbaya. Why? Mungu alikuleta hapa. Pengine alimtumia huyo rafiki yako akaleta. Pengine alitumia mitandao ya jamii. Na hilo ni swala la kumshukuru Mungu. Nataka nikwambie as long as Mungu amekuleta hapa, shetani atafanya kila njia kukutoa. Kuna maneno nitatamka tu utajisikia uchungu. Kuna neno utasema afu utaona mbona ananisema mimi? Mbona ananichamba? Mbona anafanya hivi? Hatufanyi hivyo my friend. Vumilia. Amen. Namba 5, kufunga miguu. Adui kuna muda sasa anaingilia mwenyewe. Anaona ngoja tuingie tupige kazi. Tupige kazi. Na hapo lazima kuwe na mlango. Anakufunga hatua. Yaani ukifungwa hatua maana yake ni hivi. Kila kitu utafanya, hauoni matokeo. Anafunga miguu yako. Na ndio mbinu, mimi nakutana na watu wengi waliofungwa hatua zao. Yaani ndio mbinu kubwa anayoitumia shetani, kufunga miguu yao, kuiba nyota zao. Ndio njia hiyo ya kupoteza majira. Umenielewa? So unafanya kitu, unafanya huoni matokeo. Unafanya huoni matokeo. Adui kakamata miguu. Adui akikamata miguu yako maana yake utajaribu kufanya jambo na hutaliona likiwa na matokeo. Utajaribu kupambana hutaona lina matokeo. Kuna njia nyingine anaweza akaitumia huyu adui. Anakamata mikono yako. Kila biashara unaoshika haizai. Kila wakati ulikuwa wakati wako wa biashara, sasa kutoka ndo wakati ambao huoni matokeo. Adui akifunga hatua zako maana yake amefunga ndoa yako, biashara yako, majira yako yaani hatua zikifungwa majira yako yamekamatwa. Wakati ambao Mungu aliamuru iwe hivi.
Hawezi kuwa na matokeo. Why? Na adui lazima atakuwa na uhalali. Umenielewa? Na mchawi akikuloga akashindwa, huwa anarudi kwenye mizimu. Wanatumiaga milango wanarudi kwenye majina ya waanzilishi wa ukoo wako huko. Kama walikuwa wanaabudu miungu na hujajitenga na miungu, wanaingilia kwa huo mlango. Wanakamata miguu na mikono yako. Nimewahi kukutana na dada ambaye alichezewa na nguvu za giza. By the way, ngoja niwaambie. Nimekutana na vitu, yani kwa muda huu mchache, na ninajua Roho Mtakatifu anashuhudia ndani yangu. Kuna vitu vingi zaidi hata nikutanisha navyo. Yani hapa hata sijajua dunia ilivyo. Umenielewa? Lakini nimekutana na watu ambao walilogwa na wazazi wao. Majira yao yakafungwa. Yalifungwa vipi? Mikono yao ilifungwa. Yani sikiliza, hadi watu unafungwa miguu, unafungwa mikono, alafu unapakwa nuksi na mikosi. Hawaji watu sahihi kwenye maisha yako. So, mnahudhuria maombi ya saa 9 usiku, kuna yule dada alikuwa anatoa ushuhuda, anasema wanakujaga watu wa dini fulani tu. Hawa ni jamaa ambao hawamwamini Yesu. Ndio wanakuja hao wao. Hiyo ni alama ya kwamba una kifungo. Umenielewa? Una kifungo. Adui anataka kula majira yako. Waje wale watu wakupotezee muda. Wapande maumivu ya ndani. Yanakujaga yanakupenda kweli, yanaonyesha mapenzi. Na shida wadada wengi wanawaamini watu kwa vitu. Akiona analetewa zawadi, analetewa hiki, anampa na mwili fyu. Likisha lala na wewe tu, linachukua nyota yako. Ulikuwa na kazi huko, kazini unafukuzwa, unarudi unaanza kumtegemea yeye. Na yeye akishaona unamtegemea anaanza nyodo. Kwa makini, adui ndo mbinu zake hizo. Kama hatutakuwa na macho ya rohoni, hatutakuwa na ufahamu huu ambao nakufundisha sasa hivi, tutajikuta tunaishi maisha ya hasara. Shukuru Mungu wewe ambaye una miaka 20 na kitu, una miaka 21, una miaka 19, 18, alafu unasikia mafundisho kama haya. Shukuru wewe mzazi ambaye una watoto, unasikiliza mafundisho kama haya ambao Mungu ameyaachilia. Nataka nikwambie hivi ni vitu ambavyo mimi sikuvijua. So niliishi pia kwenye hasara kabla sijavijua. Lakini Mungu ni mwema. Nataka nikwambie Mungu urejesha majira. Lakini wewe uliyenisikia sasa hivi, usifanye kwa makusudi wakati umesikia nikifundisha hizi mbinu. Wewe ambaye tayari unaona kabisa adui amekupotezea muda. Adui anaweza kukuingiza kwenye mahusiano na mtu ambaye sio sahihi. Wewe ambaye uko hivyo na upo kwenye ndoa, sio swala la kusema niachane naye. Hiyo sio tiba. Ni kurudi mbele za Mungu, mwambie, wewe Mungu uliyesema katika Yoeli 2:25 kwamba utarejesha miaka iliyoliwa na nzige, iliyoliwa na tunutu, iliyoliwa na madumadu. Ninaomba Bwana, rejesha yale majira ya ndoa yangu yenye amani. Mbie hivyo. Rejesha majira. Haleluya. Naomba tuombe. Baba, asante kwa ajili ya neno lako. Asante malango ya masaa haya sasa. Ninainua jina lako na kulitukuza hata sasa. Rebo usaka paradia bahanta. Popote pale ambapo tulishindwa kutii na tukajikuta tumepoteza majira yetu na nyakati zetu, nyakati za furaha, nyakati za ndoa, nyakati za huduma, majira ya kuolewa, majira ya kuoa, kwa sababu tulikosa utii, kwa sababu tuliishi kwenye dhambi, tunatubu katika jina la Yesu. Baba, tunaomba rehema zako, uturehemu katika jina la Yesu Kristo Mnazareti aliye hai. Nami kama kuhani wako ninaamuru kila nguvu ya giza iliyopanda, kila aina ya uovu iliyopanda, kila aina ya hila kukuzuia, kila vifungo vya hatua zako, kila vifungo vya mikono yako, kila nuksi na mikosi kuachie katika jina la Yesu Kristo. Kila fungamano la watu wasio sahihi lililopandwa na adui ili kuharibu hatima yako, katika jina la Yesu Kristo Mnazareti aliye hai. Kila fungamano na waganga, kila fungamano na mawakala wa kuzimu, kwa jina la Yesu Kristo, ng'oka, achia kuanzia sasa. Achia majira na rejesha majira yake. Majira ya ndoa ya amani, majira ya furaha kwenye kazi, majira ya kuinuliwa kwenye huduma, in the name of Jesus. Wewe Mungu uliyerejesha majira ya utumishi wangu, ni wewe Mungu unayerejesha majira ya watu wako. Rejesha majira ya kila mmoja anayesikia sauti hii katika jina la Yesu Kristo Mnazareti aliye hai. Uwatie nguvu wale ambao tayari wamejua kupitia mafundisho haya kwa nyakati zao zililiwa, kwa waliingizwa kwenye jambo
kama adui, kama mpango wa adui. Lakini wewe ni Mungu unayegeuza mabaya ya adui yakawa mafanikio. Ni wewe Mungu ambaye uligeuza mateso ya Yusufu kama sehemu ya kuinuliwa, kama sehemu ya kukua, kama sehemu ya kujenga misuli ili aweze kuhimili na kuwa mtu mkubwa katika nchi ya Israeli. Ni wewe ambaye uliutumia utumwa wa Israeli kama mlango wa kumuinua katika nchi. Ulitumia utumwa wa Yusufu kama sehemu, kama mlango wa kwenda kumuinua. Nawe ukakubali auzwe Misri ili umfanye kuwa mkuu katika nyumba ya Farao na nyumba zote za Misri. Malango ya masaa haya ninageuza kila uharibifu wa adui uliofanyika, tunageuza kuwa majira sahihi ya Bwana. Katika jina la Yesu Kristo Mnazareti aliye hai. Shetani ambaye alifikiri kuwa kumuua Kristo ni kuharibu hatima za wanadamu, hakujua kuwa hakika baada ya siku 3 Kristo angefufuka. In the name of Jesus, kila kilichokufa, kila kilichouliwa na adui, natamka ile nguvu ya ufufuo, ile nguvu ya ufufuo. Adui anajua amekumaliza, lakini kuna nguvu ya ufufuo inayorejesha majira ya rejea, majira ya ushindi kwa nguvu ya ufufuo ya Bwana wetu Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Tunajifunika na damu yako na moto wako. Asante kwa kurejesha majira katika jina la Yesu Kristo Mnazareti aliye hai. He raba shanta raba kori ya mahanta. Thank you Lord. Thank you Jesus. Amen. So kama unanisikiliza kupitia WhatsApp au unanisikiliza kupitia YouTube au mahali popote, ninakukumbusha tunaendelea na semina hii. Usisahau kuendelea kujifungamanisha, na kama Mungu amekubariki, by any means unaweza ukajiunganisha na baraka hii kupitia sadaka. Nataka nikwambie huo utakuwa ni chain, ni muunganiko wa kupokea kile ambacho Mungu amekusudia kwa watu. Na mimi napaswa nikukumbushe, kwa sababu kama sitasema pengine tayari una msukumo huo, na mimi kusema maana yake ni udhibitisho wa kuwa Mungu anataka uitoe hiyo sadaka. So kuna wakati Mungu atakusukuma ufanye jambo ili kupata baraka fulani.